ACK nchini Jackson Ole Sapit amehimiza serikali kuchukua hatua dhidi ya tatizo la wahuni badala ya kutoa matamshi tu ili kuzuia kuenea kwa tatizo hilo linaloendelea kushuhudiwa nchini. Akizungumza wakati wa hafla kutakasa chumba cha maombi cha St. Nicholas katika kanisa kuu la All Saints ambapo kulivamiwa na wahuni mwezi Juni, Ole Sapit amesema serikali inapaswa kuacha kutoa onyo na kukabiliana na wahuni nchini. Asasi za kiusalama sasa zimeonekana kulaumiwa kwa kutochukua hatua dhidi ya wahuni wanaoendeleza visa vya uhalifu nchini. Askofu wa kanisa la ACK Jackson Ole Sapit akizitaka idara za kiusalama kuanza kuchukua hatua dhidi yao na ambao wanahusika badala ya kutoa matamshi tu. This culture must be brought to an end, but action and justice must be demonstrated by those who are supposed to take care of us, those who are supposed to maintain law and order. And the question I asked then, who is now in charge of law and order in Kenya? Is it the goons or the police? Sapit akisikitika kuwa hadi kufikia sasa matukio ya vurugu ambayo yameshuhudiwa katika mikutano ya kisiasa na hata makanisani hakuna ambayo yamesuluhishwa, akisema kuwa haki haipaswi kukawia katika masuala kama hayo. Even after the attack of the cathedral, we have seen, it has not diminished, it has heightened. It has been like hyped. It's going to another level. We can now see in broad daylight people in Prados and Subarus and X-Trails move around and at the display of everyone. Kauli ya Ole Sapit ikija siku moja tu baada ya Rais William Ruto kuamurisha vitengo vya kiusalama kuchukua hatua dhidi ya magenge yanayozua vurugu katika mikutano na shughuli zingine za kisiasa. Kwa upande wao, viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Homa Bay wakipinga viongozi ambao wanadai wanaunga mkono uhuni nchini, wakisema kuwa viongozi hao wanashusha wito wa amani ambao umekuwa ukitolewa kote nchini. We are saying no to any leader who is promoting Goonism. Yes. Goonism is satanist. Yes. And if anybody is not for peace, is promoting Goonism, in clear terms we say he is a satanist. And we cannot support them who are promoting the kingdom of darkness. Yes. We want to support those people who are for peace, those people who respect one another. Politics and competition, it does not mean disunity, but you only compete fairly in terms of ideas and in terms of philosophy, but not in terms of violence. Viongozi hao aidha wametoa wito wa kuendelezwa kwa siasa za amani na kusitisha siasa ambazo zinaleta migawanyiko na kupandisha joto la kisiasa nchini. Yale ambayo yamezungumzwa au yamesemwa, nafikiri ni kweli na ni sawa. Hata Islam, dini hii ya Islam inaita watu katika amani na utulivu. Mary Kialo, Undugu TV.